Msichana mdogo aligusa tumbo la shoga lake lililokuwa na mimba. Aliona kuwa mtoto alikuwa amenyongwa na kitovu na katika hatari ya kukosa hewa. Lakini ukumbusho wake ulichukuliwa kama laana na mjomba wake. Mjomba wake alimkemea msichana kwa kupiga domo. Mazingira yalikuwa makali. Hata bibi yake ambaye alimpenda zaidi alimlaumu. Walimhukumu msichana kwa kumfanya aondoke mezani bila kula, lakini hawakujua kuwa msichana huyo hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa Mungu kutoka mbinguni. Alikuwa na uwezo wa kuona mbali na kutabiri wakati ujao. Bila shaka, haikuchukua muda mrefu baada ya hapo, shoga lake alitumwa hospitalini kwa sababu maji yalivuja. Mwanzoni walidhani ilikuwa kawaida, lakini baadaye daktari aliwaambia kuwa fetus haikuweza kuokolewa. Kusikia habari hii, mjomba wake alikumbuka ghafla laana ya msichana. Kwa hasira, alikimbilia nyumbani na akataka maelezo kutoka kwa msichana. Msichana aliogopa sana kusema. Walimchukulia msichana kama kipengele, kwa hivyo waliamua kumwacha msichana msituni usiku. Lakini mjomba wake alitaka kumuua wakati wa giza. Wakati wa hatari, mwalimu wa msichana aliye daima alijitokeza kuzuia kwa wakati. Msichana alinusurika kwa sababu ya hili. Familia ya mjomba wake iliondoka kwa hofu. Msichana alikuwa amelala chini, akiwa hai kwa shida. Wakati huo, madaktari kadhaa walioenda matembezi usiku walimwona. Kwa sababu ya dharura, walimchukua msichana nyumbani kwao hospitalini kwa matibabu. Kwa bahati nzuri, mwishowe msichana hakuwa na madhara. Baada ya kujifunza kuhusu tukio la msichana, waliamua kumlipiza kisasi. Siku iliyofuata, walikusanya walinzi 300 na wakaenda nyumbani kwa mjomba wa msichana. Wakati huo, familia ya mjomba wake bado ilikuwa na furaha kuhusu kile kilichompata msichana, lakini sekunde inayofuata msichana alionekana. Hali yao ilibadilika kutoka furaha hadi mshangao. Mwishowe, akiwa amepata fahamu, hata alijaribu kumfukuza msichana tena. Lakini wakati huo, madaktari waliomwokoa msichana walikimbilia ndani mmoja baada ya mwingine. Walilazimisha familia ya mjomba wake kumwomba msamaha, na pia waliagiza nyumba ivunjwe kwa excavator. Baadaye, mmoja wa madaktari aliamua kumlea msichana na akamchukua nyumbani. Lakini mara tu alipoingia ndani ya nyumba, alipingwa na mwenyeji wa nyumba. Mwenyeji wa nyumba alidai msichana aingie kwa miguu michafu ndani ya bonde la moto ili kuosha uchafu. Lakini daktari alilikwapua bonde la moto. Alitangaza kuwa atamchukulia msichana kama binti yake mwenyewe.